Wataalamu wa mambo wa uchumi wanasema kwamba endapo vita vya moto vya Trump dhidi ya Iran ikiwa vitatokea, vinaweza kuchochea hali ya mfumuko wa bei na hali ya uchumi kushuka kwa namna moja ama nyingine. Hata hivyo, kushuka kwa hali ya uchumi kunachochewa pia na wakati huu ambapo bwana Donald Trump ameitangazia vita dunia dhidi ya kutoza ushuru katika bidhaa mbalimbali. Mtazamo wa mwisho wa Donald Trump wa kurejea mazungumzo ya nyuklia na Iran umezua kuongezeka kwa mvutano mpya na inakuja dhidi ya hali ya nyuma ya vita vya ushuru na biashara vya rais huyo wa Marekani na nchi za Uropa, Uchina na nchi zingine duniani. Kulipiza kisasi kwa Iran na shambulizi lolote la kijeshi la Marekani kunaweza kuzima njia za mafuta kama vile mlango bahari wa Hormuz na Bab al-Mandeb katika Bahari Nyekundu na kudhoofisha usambazaji wa dunia, wataalamu wa uchumi wanaeleza. Dr. Mahmoud Salameh ameambia shirika la habari la Urusi la Sputnik akisema kwamba hii itaathiri kwa kiasi kikubwa tani za mafuta milioni 77 za kutoka nchini Qatar kupitia mlango wa Hormuz, alibainisha mwanauchumi huyo wa kimataifa wa mafuta. Amesema mafuta yataweza kupanda hadi dola 110 hadi dola 115 kwa pipa. Hali hiyo ingetumika kwa bei ya LNG, huku Ulaya ikiathirika zaidi. Ukuaji wa uchumi wa kimataifa unaweza kupunguzwa kutoka 2% hadi 3% ikiwa vita hivi vitachukua miezi 2 hadi 3. Mzozo wa Marekani na Iran, kukiwa na vita vya ushuru ambavyo Marekani haitawezekana kushinda, unaweza kusababisha ongezeko la mfumuko wa bei ambao utaathiri kila kaya ya Marekani, aliongeza mchambuzi huyo. Hata hivyo, amesema kwamba Donald Trump anaipeleka nchi hiyo katika hali ngumu ya maisha, kwani kuweka ushuru kwa nchi zote duniani kuna uwezekano nchi hiyo ya Marekani ikatengwa na ulimwengu mzima, hali ambayo itasababisha wa Marekani kuishi katika hali ngumu. Marekani inategemea sana uagizaji, ikiagiza bidhaa zenye thamani ya dola trilioni 4 kwa mwaka 2024. Sekta ya viwanda vya Marekani imekuwa ikipungua kwa miaka mingi na kufikia 10% ya pato la taifa la Marekani mwaka 2024 ikilinganishwa na 30% ya Uchina. Hata hivyo, inadaiwa kwamba katika mwaka 2025 mfumuko wa bei nchini Marekani utapanda kutoka 2.5 hadi 2.7, lakini pia itapunguza lengo lake la kuhakikisha ukuaji wa uchumi wa Marekani unaendelea kama ambavyo bwana Trump anaamini. Basi mtazamaji, bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi, endelea kutufuatilia.